Hello wadau wetu wa KingoFarm, tunawakaribisha tena kwenye channel yetu. Sasa leo hii nitaenda kuwajibu swali la muhimu sana, swali ambalo limekuwa likiwatatiza wafugaji wengi, hasa wafugaji wa kuku wa kienyeji, kwa sababu kumekuwa na mijadala mingi sana au maswali mengi sana pia tumekuwa tukiulizwa. Kwa nini kuku wangu wakitotoa hawatotoi kabisa, yale mayai akimwachia atamie, yale mayai hatotoi, au katika yale mayai yote anatoka na kifaranga kimoja au viwili na mengine yote hatotoi, yanakuwa yameharibika na kadhalika. Sasa leo hii nitakujibu maswali hayo, ni kwa nini. Tutaanza kuangalia ni sababu gani ambazo zinasababisha kuku wako ashindwe kutotoa vizuri au asitotoe kabisa, na pia ufanye kitu gani ili kuku wako aweze kutotoa mayai yote. Hivi ni vitu vya msingi sana kujua kwa wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji. Lazima ujue kuku wako anahitaji mahitaji gani ili aweze kutoka na vifaranga wake wote. Kama atabakiza basi angalau abakize yai moja, lakini ikiwezekana atotoe vyote kabisa. Sasa tuanze na sababu kuu 4 ambazo zinasababisha kuku wako wasitotoe vizuri. Kitu cha kwanza ni mayai kuwa mabovu. Ubovu wa mayai unategemea labda kama kulikuwa kuna sehemu imetengeneza kreki au mpasuko, labda yalipasuka au yameloa yale mayai au hali yoyote ile ambayo huwa inasababishwa na lile yai lenyewe kama lenyewe. Pia hapo pia ni lile umbo la yai. Wakati mwingine kuna umbo la yai linakuwa sio la kawaida. Nadhani yai tunajua umbo lake ambavyo lilivyo. Sasa kuna mayai mengine huaga yanatokea yanakuwa ni mayai ambayo kama sio ya kawaida. Yaani umbo lake lile halijawa kama lile yai la kawaida. Kwa hiyo ni pia ni sababu ambayo inaweza kusababisha, ukiunganisha pamoja na ubora wa yai. Yaani yai unakuta haliko sawa. Na sababu ya pili ambayo inapelekea kuku wako washindwe kutotoa vizuri ni baridi kali au joto kali. Kunapokuwa na baridi kali sana au joto kali, kuku hawezi kutotoa vizuri. Atatotoa mayai vifaranga vichache au hatototoa kabisa. Na sababu ya tatu ambayo inapelekea kuku wako washindwe kutotoa vizuri ni kuku anapoondoka muda mrefu kwenye kiota. Anaweza kawa ni kuku ambaye anaatamia, lakini anaondoka kwa muda mrefu, hayupo, anazurura maeneo mengine labda nje, muda mrefu yeye yuko nje, ameacha mayai. Sasa hapo mbele kwenye hii sababu tutaangalia ufanye kitu gani ili huyu kuku asiwe mzururaji, asizurure sana nje. Na sababu ya 4 ambayo inaweza kupelekea kuku wako washindwe kutotoa mayai yote ni wadudu. Hapa nadhani wengi tunaelewa. Wadudu ni kama vile utitiri, siafu, chawa, kunguni, yani wadudu wa aina hiyo. Wadudu hao wakivamia kwenye kiota, mara nyingi kuku huwa hatotoi. Ni mara zote nadhani kuku huwa hatotoi. Na mara nyingi sana huwa anakutwa na stress kwa sababu wale wadudu wanakuwa wanamsumbua sana. Na ule ni wakati ambao kuku hahitaji kabisa kupata manyanyasiko ya aina yoyote ile. Kuku anapoatamia hahitaji kupata ile vurugu ya aina yoyote ile. Anatakiwa atulie, atamie vizuri kabisa ili aweze kutoka na vifaranga wazuri. Kwa hiyo wale wadudu ambao watakuwa wanamsumbua, wale watasababisha kuku yule ashindwe kutotoa vizuri. Sasa tuangalie ufanye kitu gani ili kuku wako aweze kutotoa mayai yote, ili kuku wako wote ulionao uhakikishe wanakupa matunda mazuri. Watu wengi kuku wa kienyeji tumezoea tunawaacha tu wala hatujali. Lakini hapa sasa nitakupa mbinu ambazo zitakusaidia wewe kumfanya huyu kuku wako atoke na vifaranga wote. Kitu cha kwanza kabisa, nakushauri chagua kuku ambaye ana tabia ya kuatamia mayai. Sio kila kuku ana tabia ya kuatamia mayai, kama ilivyo sio kila kuku ana tabia ya kulea. Nadhani wengi tunajua pia sio kila kuku ni mlezi mzuri, hapana. Sasa hapa chagua yule kuku ambaye anaatamia vizuri, mwenye tabia. Utajuaje? Utajua pale kwa kuangalia umri. Kuku mzuri, kuku ambaye ana tabia ya kuatamia mayai au kuku mzuri kwa kuatamia mayai ni yule kuku ambaye ana miezi 8 mpaka 18. Ikizidi hapo kwenye 18, wapo ambao wanaweza kuatamia vizuri, lakini wengi wao huwa wanakuwa kama tayari wameshazeeka. Kuanzia miezi 19 na kuendelea, wengi huwa wanakuwa tayari wameshazeeka. Na sababu nyingine hapa kwenye kitu kingine ambacho tutakiangalia hapa kwenye kuchagua huyu kuku, angalia kama kuku anaumwa. Mpe kuku atamie mayai kuku ambaye hana ugonjwa wowote ule, lakini vile vile pia hakikisha huyu kuku unayemwacha atamie mayai ana manyoya. Hizo ndio sifa za kuchagua kuku ambaye ana uwezo au ana tabia ya kuatamia. Hivyo ndio vitu ambavyo utamwangalia kwake, awe na mzima, pia awe na manyoya, lakini vile vile
awe ni yule kuku ambaye ana tabia ya kukaa kwenye kiota kwa muda mrefu. Na mbinu nyingine ambayo itakusaidia, tengeneza viota salama, tengeneza viota ambavyo viko vizuri. Kwenye vile viota, hakikisha hakuna unyevu, hakuna upepo mkali, na pia weka maranda pale chini ya kile kiota, kuku ambapo analalia yale mayai, weka maranda. Pendelea kuweka maranda ya mpunga au nyasi kwa ajili ya kumpa uhuru ule wakati wa kuatamia, asipate shida yoyote ile. Pia hiyo sehemu isafishe vizuri, safisha vizuri. Kama kuna wadudu, hakikisha wadudu wale hawapo, umewaondoa wale wadudu, umesafisha vizuri, umeweka haya maranda. Na pia hakikisha sio sehemu ambapo upepo mkali unaingia, iwe ni sehemu ni tulivu kabisa, isiyokuwa na usumbufu wa aina yoyote ile. Na kitu cha tatu cha kufanya, tumia mayai bora. Tumia mayai yale ambayo ni mazuri kabisa, usiwawekee mayai ambayo yana kreki, yamepasuka, yana shape ambayo sio nzuri. Kwa hiyo tumia yale mayai bora. Na mayai bora ambayo nazungumzia hapa, hakikisha yale mayai yasiwe yamezidi siku 15. Mara nyingi kuku kwa mfano kwa kwetu sisi, huwa tunafuga kuku hapa ambao huaga wanataga mayai mpaka 30, 35, 40 kutokana na ile formula ya chakula ambayo tunawapa. Hawa kuku yale mayai sisi ambacho huwa tunakifanya, hatumwachii kuku mayai 35 mpaka 40, hapana. Huwa tunampunguzia mayai. Kwa hiyo yale mayai ambayo ameyataga pale mwanzo tunayatoa. Tunayaacha mayai aliyotaga kuanzia ile siku ya 16 na kuendelea, ili yale mayai ambayo atayatamia yasizidi siku 15. Kwa hiyo hata wewe hakikisha unampa kuku yale mayai ambayo hayazidi siku 15. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo utaitumia ikiwa na wewe unawalisha vizuri kuku wako wanakutagia mayai 30, 35 mpaka 40. Basi yale mayai 15 ya mwanzo yatoe. Kuanzia ile 16 au 17 pale ndo anza kumwachia au kumtunzia kwa ajili ya kuatamia. Na kitu kingine cha kuzingatia, hakikisha unampa lishe bora. Lishe bora ni ile lishe ambayo imewekwa virutubisho vyote kama ni protini, wanga, vitamin, bila kusahau majani mabichi. Pendelea sana kumpa majani mabichi. Na pia kwenye maji yao hakikisha unamwekea vitamin. Iwe vitamin ya asili au ya dukani, ila hakikisha anapewa vitamin, kwa sababu huyu ni kuku kama vile kuku mpweke ambaye anakaa peke yake. Kwa hiyo kuku mpweke lazima apewe vitamin. Kama tunavyojua vitamin inasaidia vitu vingi sana, hata kukabiliana na stress, vitamin inasaidia. Na lishe bora itamfanya aweze kuwa na afya bora, awe na nguvu ya kuyatamia yale mayai kutokana na kile chakula unachompa pamoja na vitamini. Pia hili ni jambo la msingi sana la kuzingatia. Usimpe tu pumba ukamwacha, au ukampa maji ya kawaida ukamwacha, hapana. Chakula safi weka na vitamini. Kama haujui kutengeneza chakula, tunakushauri ununue kitabu chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji au cha safari ya ufugaji, ili uwatengenezee hii formula, kwa sababu hii formula ukiwapa wa kuku watapata nguvu nzuri ya kutotoa, ya kuatamia na kutotoa. Lakini hata baada ya kutotoa watakaa wiki 2 tu, kisha wataanza tena kutaga, kwa sababu hii formula ni nzuri sana, inawafanya watengeneze mayai kwa wingi, na huwa wanataga mayai mengi sana kama utawapa hizi formula zilizopo kwenye hiki kitabu. Sasa formula iliyopo kwenye kitabu cha safari ya ufugaji, wengi wameshuhudia jinsi ambavyo wanakutana na mayai mengi mpaka wanashangaa, wanahisi kabisa kuku wao wameshabadilika, labda amekuwa chotara, kwa sababu wanataga mayai 30 mpaka 40. Kwa hiyo kama unahitaji hiki kitabu, jitahidi tu ulipie hiyo shilingi 10,000 tukutumie soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, ili uwatengenezee hiki chakula na uweze kukitumia wakati wa kutotoa, wakati wa kuatamia na kadhalika, wakati mpaka wanataga. Kitakusaidia kwa sababu kile kitabu kina formula zote kuanzia vifaranga mpaka kuku wanaotaga, na zote zinafanya vizuri sana. Lakini kitu kingine, hakikisha unaweka kinga dhidi ya wadudu mbalimbali. Unaweza kutumia dawa kama expert, zile za dukani zinaitwa Ahead powder. Pia unaweza kutumia hizi za asili kama majivu, maji ya kisamvu na kadhalika. Unaweka kama kinga kwa lile eneo, ili wadudu kama sisimizi, sijui viroboto na kadhalika wasivamie yale maeneo. Lakini vile vile kitu kingine ambacho kitakusaidia, usio unahamisha mayai, labda leo umehamisha hapa umepeleka hapa, umehamisha umepeleka hapa, hapana. Kwa sababu kuku hawapendi ile, yani kuku ile hawapendi, wanaweza wakasusa mayai na mayai yakaharibika. Niwakumbushe, KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp, ambapo ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukijiunga na hili kundi utanufaika kwa kupata ushauri, labda sehemu ya kupata vifaranga bora, namna ya kuwafuga wale vifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Tutakuonyesha jinsi ambavyo sisi tunafanya, na pia kama una maswali unataka kuuliza, ukijiunga na hili kundi utauliza na utajibiwa papo hapo. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Pia tuna vitabu 5 ambavyo vina miongozo yote ya ufugaji, kutengeneza tiba za asili pamoja na kutengeneza chakula. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tiba za asili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji,
ufugaji wa broiler, muongozo maalum wa ufugaji wa kutumia tiba za asili. Kama kuku wako hawatagi, wamedumaa, basi nunua hivi vitabu, vitakusaidia sana. Ni soft copy. Ukilipia unatumiwa kwa njia ya WhatsApp au kwenye email yako. Shilingi 10,000 tu kwa kila kitabu. Inategemea unafuga kuku aina gani au una changamoto gani, tutakushauri upate vitabu gani ili viweze kukusaidia. Asanteni sana. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba hapo kwenye video na utupigie au